Kwenye kamati, habari za asubuhi. Habari za asubuhi nzuri, habari za kweli. Huku tuko vizuri kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumekupigia asubuhi hii ya leo baada ya kuona chapisho lako ambalo umelichapisha katika mtandao wa Instagram siku ya jana, ukielekeza pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwa kuona yeye pia aliwapongeza nyie namna ambavyo mlitumia tunasema pesa ambazo zilitolewa ni kama bilioni 15 ambazo zilitolewa kupitia mradi wa kimkakati wa Mchuchuma na Liganga, ambao mradi huo pesa zilizopatikana mmejaribu kuzichambua na kununua hati fungani, lakini pia kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Sasa hili nikasema sio mbaya nikupigie uweze kulizungumzia, lakini pia iwe funzo kwa sehemu nyingine na wenyewe pia waweze kuchukua ujuzi, kwa sababu ni jambo zuri ambalo mpaka Mheshimiwa Rais ameweza kulipongeza. Karibu sana Mheshimiwa. Ni kweli tuna mradi mkubwa wa Mchuchuma na Liganga. Naam. Ambao Mheshimiwa Rais tayari ameelekeza kwamba angetamani mradi huo kutoka kwenye historia. Naam. Uweze kwenda kwenye kutekelezwa. Ni mradi wa Mchuchuma na Liganga ni mradi ambao hata kwenye dira mpya ya taifa, uchumi mpya unaotajwa kuelekea 2550 ni uchumi wa miradi hiyo ya Liganga na Mchuchuma, ambayo ni makaa ya mawe na uwepo wa chuma. Na katika utekelezaji huo Mheshimiwa Rais alifanya maamuzi ambayo kwa miaka 40 ya kufanyika, ya maamuzi ambayo ilikuwa ni kulipa fidia ya eneo hilo. Kwa wananchi wa Ludewa kwa miaka 40, ukifuatia kwenye kumbukumbu za bunge, ulikuwa na mjadala mkubwa sana kwamba serikali kama haina nia kuendelea mradi huo, basi wananchi waruhusiwe kuendeleza maeneo yao katika shughuli mbalimbali za kilimo na uzalishaji. So Mheshimiwa Rais alifanya malipo bilioni 15 ambapo wananchi walilipwa, ikiwa ni pamoja na fidia na riba ya kusubiria kwa muda huo wa miaka 40. Sasa vile pesa zilipwa kwa watu binafsi. Kwa sababu kwa ni fidia, watu wana maeneo yao wanalipwa fidia. Lakini pia kulikuwa na ardhi ambayo ni mali ya kijiji. Maana yake kijiji kinalipwa. Sasa katika vile vijiji, kijiji kimoja kilicholipwa ni kijiji cha Mundindi ambacho ardhi yake ilifidiwa shilingi milioni 500. Ilifidiwa shilingi milioni 400. Kwa baada ile fidia tukaona kwamba ile hela itaingia kwenye kijiji. Kijiji kingeweza kufanya matumizi yoyote ambayo wangeona kwamba inafaa. Na tulipochambua ukaangalia kijiji kinaweza kwenda kufanya shughuli ambazo pia serikali inafanya. Ujenzi wa madarasa, pengine ukarabati wa kituo cha afya, na shughuli nyingine za kijamii ambazo ni kazi za serikali. Kwa tukaona kwamba kibinadamu pia zile hela ni nyingi zinaingia kwenye serikali ya kijiji. Kesho mnaweza mkatoka kwenye nia njema mkaishia kupelekana polisi na kwanza kuchunguza na TAKUKURU kwamba hela iliingia, pengine ililiwa au ilitumika kwenye vikao. Na uzoefu pia wa hela zinapoenda kwenye jamii hazikosi matumizi. Sasa baadaye ninyi viongozi mtaanza kupima kwamba matumizi yaliyofanyika sio sawa, mtaishia kulaumiana. Kwa hiyo tulifanya maamuzi mimi mwenyewe na viongozi wa kijiji, lakini tukashauriana pia na diwani wao ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri, na tukamuinvolve pia mbunge. Kwa hiyo tukashirikisha serikali ya wilaya na serikali ya kijiji, lakini mwisho wa siku na wananchi wote, kwamba jamani tuna hela hapa, lakini kwa uzoefu tukaishia kulaumiana. Lakini zipo shughuli nyingi ambazo tukazifanya sisi kama viongozi na zikaonyesha kwamba kweli kuna watu walipata hela, lakini yapo mambo ambayo yalifanyika hata kesho kizazi kitakachokuja kaona kwamba kuna watu walichukua jukumu. Kwa tukaambia wewe, hizi hela ni za kwenu, mna maamuzi nazo, lakini tunaweza tukaweka hizi hela zikaishi miaka. Na watoto waliopo wakazikuta na hao wakakuta kitu ambacho kwamba tuweke kijiji kulipo hela ya fidia ya mradi wa Mchuchuma na Liganga, sababu wakati huo sema kwamba miaka ijayo utakuwa ni mradi mkubwa kama ambavyo watu wa Geita leo wanaona Geita Gold Mine. Sasa watu watakuwa wanasema wamekuja watu wamechimba, wamechotea mashimo, mpaka waambie kwamba kuna fidia ililipo, watakuwa hawaelewi. Mpaka wale watoto walewa ambao miaka hiyo sasa watakuwa ni watu wazima. Kwa hiyo tunasema tutafute kitu ambacho kitaishi. Kwa hiyo tukashauri kwamba ni vizuri tuweze kununua bima miradi ya
tuweze kununua bonds. Na bahati nzuri kwa wakati huo benki ya CRDB walikuwa wanauza hati fungani za benki. Hati fungani za kijani. Ndio. Kwa hiyo tukanunua, tukaongea na watu wa CRDB, kijiji kanunua hati fungani ya kijani ya shilingi milioni 400. Kwa hiyo ile shilingi milioni 400 ukifanyia mahesabu, maana kijiji kwa mwaka wanapata wastani wa shilingi milioni 41. Kwa hiyo milioni 41 maana yake ni hela ambayo ya mapato ya kijiji, haiendi wilayani, haiendi mkoani, haiendi serikali kuu. Ni hela ambayo kijiji kinapata mapato yake kwa mwaka. Na tukasema sasa tuna milioni 41 kwa mwaka. Ni shughuli gani ambayo hii hela ifanye? Shughuli ambayo kila mwananchi ataguswa. Tukaona eneo ambalo wananchi wanaweza kuguswa ni swala la afya. Hebu tuweke utaratibu, kwa sababu serikali ina vifurushi vile vya cheche. Ndio. Kila mwananchi aweze kupatiwa bima. Kwa hiyo tunafanya assessment. Tukaona kijiji kina kaya hizo 3119, wananchi kwa 3119 na kazi hizo kuwepo. Tukaambia NHIF waende kule wakafanye utaratibu wa ofisi ya afya ya mganga mkuu wa wilaya, mganga mkuu wa mkoa, washirikiane na ofisi ya mkuu wa wilaya na mkoa, wakafanya assessment. Tukaona kwamba tunaweza kukata bima kwa wananchi wale wote kwa vifurushi vile vya kwanza vya CHF. Ili kufanya kwanza practice ya kwanza tuone kama inawezekana. Kwa hiyo walimokata tukaona inawezekana. Tukasema sasa pesa inayobaki ifanye nini? Ndio. Tukasema tuende pia kwenye jambo la kijamii. Tuna watoto leo mnaona mikopo ya vyuo vikuu inatoka, kuna watoto ni yatima wako vijijini amefaulu wamekosa mikopo. Hawapati mkopo. Yes. Sasa basi kijiji pia kione namna kuwasaidia watoto wa aina hiyo, lakini wanaotoka kwenye kile sifa ni utoke kwenye hicho kijiji. Sio kwamba ni mkazo wa Dar es Salaam ambaye kwenu ni mrudiki, hapana. Wewe unakaa hicho kijiji, unasoma hapo darasa la kwanza na 7, umefaulu shule yao ya kata au umefaulu kutoka hapo kwenda kwenye shule fulani. Lakini unafahamu kwamba mtoto umesoma hapo, umeenda chuoni, umekosa mkopo, maana yake kijiji kinahitaji thamani ya kulipia. Lakini la tatu kasema pale kijijini serikali ileta pesa kwa ajili ya kujenga VETA maalum kwa ajili ya kuandaa vijana kwenye miradi ya Mchuchuma na Liganga. Kwa watoto pale kijijini ambao hawana uwezo wa kusoma mafunzo yenye ujuzi, pesa ile pia ifanye kama scholarship. Maana ukisoma VETA kwenye ujuzi ule ambao unauhitaji, ile pesa inakulipia. Kwa kijiji kinachukua dhamana ya kuwapa scholarship. Ndio. Lakini pia tuliangalia makundi mengine ya uzalishaji. Una kina mama pale, una vijana, una watu wenye ulemavu, hana mara pa kushika. Hii ingeweza kaamua jamani, mwaka huu tunatenga milioni 10. Ndio vikundi vyetu vya vijana wapo kijijini, kina mama, watu wenye ulemavu. Kwa mwisho wa siku inakuwa ni hela ya kijiji tu ambayo inawasaidia wao kwenye mambo yao mbalimbali. Kwa hiyo tukashauriana na tukayaweka kwenye maandishi, tukasema basi yafuate utaratibu wa vikao. Ndio. Yakaenda kwenye vikao vya vijiji, tukaenda tukarasimisha kwenye mikutano, yakaanza kufanya kazi. Sasa serikali inapokuja kwenye maboresho ya bima ya afya, ndio tunasubiri kuangalia ile modality. Inaenda vipi? Tuone ile modality kama ya wananchi kuchangia sehemu ya ile ya ule utaratibu wa bima ya afya kwa wote. Maana pesa ile itabadilika tu, wale wananchi wa Mundini hawatachanga, maana hela yao itaenda kwenye maana watatumia pesa ile ile ambayo ipo tayari. Watatumia pesa ile ile. Lakini watu wafanya nini? Ndio. Kuna maeneo mengi Tanzania ambayo wana pesa hizo nyingi kuliko hizo. Kuna maeneo huko kwenye migodi, kuna vijiji vinapata hadi bilioni 1 kwa mwaka. Lakini tunaisha kugombana, na nani nakumbuka maugomvi yaliokuwa Tarime kwenye hela za CSR. Yes. Na tuna maeneo mengi, ukienda Geita nadhani wakati fulani imeita pia tofauti ya serikali na wabunge na wanasiasa wa Geita. Kwa maana yake hii inaweza ikaleta mabadiliko pia. Kama mtu akitaka kuchukua kama modo. Kuna maeneo tumeenda utaona watu wanapata CSR kupakana na hifadhi za taifa Serengeti, Ngorongoro. Ndio. Kuna maeneo ya wawekezaji ambao wanawapatia hela ya CSR kwa mwaka labda milioni 300, milioni 400. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mkivifanya vinakuwa vinaishi moja kwa moja. Kwa sababu kama wale sasa milioni 400 wangekuwa wamejenga madarasa wamemaliza, lakini kama wana milioni 40 darasa ni milioni 20, maana kwa mwaka wanaweza kujenga madarasa mawili. Na sio wakajenga matundu ya vyoo. Ndio. Wao kama tu mwaka huu sisi tukitoa bima ya afya tuende tukafanya jambo fulani la kijiji chetu. Sawa.
hata mambo ya vikoba vya kina mama kwenye kijiji kaanza kaamua kuwasaidia kina mama kwenye vikoba, kila kaamua kununua mbolea kwa niaba ya kijiji, wanaweza kaamua kuwekea umeme watu, wanaweza kaamua kuingizia maji watu. Manake lolote linaweza likaamuliwa. Sawa. Sasa katika muktadha wa fidia ambavyo namna ambavyo mmefanya, ni vipi mmejipanga kuhakikisha kwamba matumizi haya yanafanikiwa na kuleta ile tija sahihi ambayo imedhamiliwa na kwa muda mrefu zaidi? Sasa uzuri jambo hili lilifanyika mwaka juzi. Kwa hiyo sasa wako kwenye mwaka wa pili wa seko ya matumizi. Kwa hiyo nikifikisha take-off. Okay. Pengine tu labda siku nyingine tawalika ninyi mje kwaje kufanya kipindi huko. Muhimu sana hilo. Muhimu sana hilo. Yeah. Sawa. Ndio. Lakini umekuwa ni uzoefu mzuri. Kwa kikubwa ilikuwa kumshukuru. Sababu wakati wa ile fidia inalipa mheshimiwa na wananchi wa Ludewa huko na akatoa maelekezo pesa zetu tuweke vizuri na sisi kama serikali tusimamie. Okay. Kwa sisi tulichokifanya kama serikali ni kuongeza kale ka ubunifu tu kadogo kale kwenye yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kwa sababu sio kwamba aliniambia mimi, alizungumza na wananchi wa Ludewa kwa njia ya simu. Kwa kulipa zile fidia na akamwambia jamani, unalipa hizi hela. Tungetamani kesho watoto wenu pia wakute kwamba kuna fidia ilipo na kuna kitu kimebadilika kwenye jamii. Na jambo lilifanyika. Na jambo lilifanyika. Basi sasa unamlipa leo mtu fidia, unajua mpaka leo mtu ajue kwamba maeneo ya migodi kuna watu walipo fidia ni vigumu sana. Kizazi chetu sisi tutakuja tu kwenye kusema kuna mashimo, kuna watu mpaka akwambie fulani alihamishwa hapa mwaka 90, ailipo hela fulani. Ndio. Sasa mwingine alienda kuoa, mwingine alienda kuolewa, mwingine alinywa pombe, mwingine afanya biashara akaanguka na hawezi kusema leo. Na sisi wenyewe baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais tulipita tukatoa hamasa, tukatoa elimu, tukashirikisha mabenki, tukaenda kwa wananchi tukawaambia namna ambavyo pesa ile inakuja ni nyingi kwa wakati mmoja na wafanye kitu ambacho kitakuwa cha maendeleo. Kufanya. Sawa. Na wamepofidia ya eneo ambalo lilikuwa limepanda miti, basi ukipata hiyo ndio sehemu nyingine ukapanda miti. Sawa. Na kwa kuhitimisha pia mapokezi ya wananchi pia walilipokeaje hili, kwa sababu kama tulivyozungumza ni jambo ambalo kidogo lazima watu wapate elimu waweze kuelewa lina faida gani kwa maisha ya baadaye. Mapokeo ya mwanzo yalikuwa ni magumu kwa sababu wananchi kwanza walikuwa waelewe nini maana hati fungani. Lakini kama unavyojua jamii zetu, mtu anaangalia kwani hayo ya nini? Kama hela ipo sijenge darasa. Mwenye akwambia sio kwenye account. Lakini unaangalia mimi nimekuwa mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya miaka zaidi ya 10. Unaangalia migogoro ambayo mnaenda huko. Kijiji kijasema mpaka na matumizi, mara hela ilikaa kikao hiki, mara hela ilichangia hiki, mara hela ilifanya lile. Kwa mnaishia tu kwanza kulaumiana, kamata viongozi kijiji peleka polisi, waambie TAKUKURU chunguza. Mwisho wa siku hampati tija. Hao watu wote mnapeleka huko ndani, hela imepotea lakini pia hawana uwezo wa kulipa. Kwa mnaanza kuhangaika serikali na halmashauri ya kijiji kwa ajili ya kushtakiana. Kwa hiyo ni mapokeo magumu, lakini pale kijijini katika hiyo elimu hiyo ya wananchi kuna nini kijiji kuna na wananchi binafsi pia walinunua hizo hati fungani. Kwa hiyo tuna wananchi pale kijijini wamenunua hati za milioni 50, hati za milioni 5, hati fungani za milioni 10, hati fungani za milioni 30 wamenunua. Na baada ya kuwa wameanza kuona zile hela wanaletea baada ya miezi 6 sabini waingizia hela yao kama gawio. Ndio. Watu ile elimu imekuwa ni pana sana. Sasa kule tuna mradi mwingine unakuja nadhani wa Maganga Matitu kwa na fidia. Naamini kwamba wananchi wameshakuwa na ile elimu sasa. Wameshakuwa na uelewa. Wameshajua maana ya fidia. Sawa. Kwa hiyo hata kwa Watanzania ambao wanatufuatilia kwenye majadiliano haya, kuna wananchi wanalipwa fidia za barabara. Kuna wananchi wanalipwa fidia katika maeneo ambayo serikali inachukua. Wakati mwingine mtu analipwa hela, mnaanza kikao cha familia namna kuigawana. Mnakaa kwenye kugombana mwaka mzima ili muweze kupata mwafaka wa ile hela inagawanywa namna gani. Kumbe wananchi wangeweza kuwa na hiyo elimu kwamba zipo hati fungani za benki kuu, zipo hati fungani kwenye mabenki, zipo UTT. Ndio. Ambazo kama una milioni yako 10, wakati mnasubiria vikao vya miradi vya kugawana, mnaweza mkapeleka ile hela kwenye hati fungani mkaekea utaratibu. Na ikaje ikawasaidia kwa muda mrefu. Sawa, mimi mheshimiwa nikushukuru sana kwa muda wako, na nina imani pia hili ni jambo jema, lakini pia nina imani wengine wataweza kuiga mfano huu mzuri ambao unaenda kuwa na mafanikio makubwa sana kwa wananchi wa Ludewa. Na washukuru sana, tutaangalia utaratibu wa kuwakaribisha mje mfanye hiyo coverage na kuwafikia wananchi. Na pia kuona fursa zinazopatikana mkoa wa Njombe. Kabisa. Kabisa. Sawa. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana mheshimiwa. Naam, ni mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka. Tumezungumza naye. Tulikuwa